Ndugu zangu, naomba nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye imempendeza siku ya leo, siku ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025, siku ya mazingira duniani, kuwa pamoja hapa kuanzia asubuhi saa 1. Tumefanya kazi kubwa sana ya usafi. Naomba nitumie nafasi hii kipekee kabisa kumpongeza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya yetu ya Songwe pamoja na timu yako, hususani ndugu zangu hawa wa maliasili na mazingira, kwa kuratibu na kuandaa mpango huu. Kwa kweli umefanikiwa sana. Lakini pili, nimpongeze mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa wafanyabiashara, katibu wa wafanyabiashara, mwenyekiti wetu wa kijiji, kwa namna mlivyowaunganisha wananchi wetu wa kata hii ya Mkwajuni pamoja na mheshimiwa diwani wetu wa viti maalum. Si jambo la kawaida. Nitumie nafasi hii kuwapongeza wadau wetu. Nimewaona wadau wetu wa Shanta ni pamoja na zile taasisi nyingine. Hili tulilolifanya basi liendelee kufanywa kwenye kata zetu zote 18, kwenye vijiji vyetu 43 na vitongoji 205. Jambo hili likafanyike kwenye kaya zote za wilaya ya Songwe. Ndugu zangu, nilimpongeza mkurugenzi, lakini pia nimpongeze mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Songwe kupitia baraza lake la madiwani kwa uwakilishi wa waheshimiwa madiwani walioko hapa, ambao walipitisha mpango wa kupata vitendea kazi. Yakapatikana maguta 2 ambayo kwa kweli tumeona mchango wake kwenye zoezi letu tulilofanya hivi karibuni. Lakini pili, wafanyabiashara hawa kupitia viongozi wao tumeshirikiana kwa mambo mengi. Hawa ndugu zangu hawa, yani unajua kabisa hawa ni viongozi wa wafanyabiashara. Wanapoona mambo hayajakaa sawa, ni wepesi sana kuja ofisini kwangu kuyasukuma. Sisi wilaya ya Songwe tumetengeneza utaratibu wetu wa kuongozana. Pale tunapoona kuna mwenzetu kwa njia moja au nyingine ameshindwa comply na sheria zetu, tuanze kwanza mazungumzo kabla ya kutumia nguvu. Kwa sababu hawa tumewahitaji kwa ajili ya zoezi letu la usafi, hata kutumia nguvu kuwaleta hapa. Wamekuja wenyewe kwa sababu wanaitii serikali yao. Hakuna jambo ninaloliamini kwenye uongozi kama mahusiano. Sisi ni wanadamu, kuteleza kupo, kujisahau kupo, kuzidiwa pia kupo. Tukae na wananchi, tuzungumze nao, tushauriane nao, tuwasikilize wana shida gani. Na ni jambo ninaloliona hapa. Maana kama isingekuwa hivyo, isingeweza kujitokeza kwa wingi asubuhi hii. Naomba nitoe maagizo yafuatayo. La kwanza, nyie mnakumbuka mwezi Januari tulizindua mpango wa upandaji miti katika wilaya yetu ya Songwe. Miti milioni 3. Naomba nisisitize kwenye eneo hilo, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa wale viongozi wa serikali, kwa wale viongozi wa kaya, nazungumzia baba na mama, zoezi hili likawe endelevu katika kaya zetu. Zoezi hili likawa endelevu katika vijiji vyetu vyote. Tuna utaratibu wetu wa usafi kila Jumamosi. Nasisitiza sana, kila mmoja kwa nafasi yake. Na naamini ule utaratibu unaelekeza kwamba mtu afanye usafi kwenye eneo lake. Nasisitiza, kila mmoja kwa nafasi yake kwenye eneo lake la biashara, kwenye kaya yake, ajue asubuhi akiamka aanze na zoezi la usafi kwenye eneo lake kwa ajili ya afya yake. Wananchi tuendelee kufuata sheria zinazotuongoza, kwanza kwenye eneo la mazingira, pili kwenye eneo la biashara zetu, lakini 3 sheria zetu za nchi kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo, hatutakuwa na mgogoro na viongozi wa serikali wala serikali. Pale ambapo umeteleza kidogo, nilishawaeleza viongozi wangu, msikilizeni kwanza mwananchi ameteleza wapi, anakwama nini, ana changamoto gani. Tukijiridhisha kwamba amekaidi sheria kwa nguvu zake yeye, hapo ndo tunaweza tukachukua hatua nyingine kali.
Naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Amekuwa kiongozi bora katika taifa letu, hususan katika wilaya yetu ya Songwe. Amekuwa kiongozi ambaye ameasisi falsafa ya mahusiano, na ndiyo tunayoiishi viongozi wa Songwe na wananchi wa Songwe, na tumefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Hata kwenye eneo hili la mazingira, mtakumbuka wakati ule akiwa makamu wa rais alisimamia sana mpango wa kuboresha mazingira ya taifa letu. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa wilaya Songwe kumshukuru sana na kumpongeza na kumwambia kwamba tuna deni Oktoba tutalilipa wananchi wa wilaya ya Songwe. Lakini kubwa kuliko yote, kumwambia falsafa yake ya mahusiano ndiyo inayotuongoza na kutusaidia wananchi wa wilaya ya Songwe.